Habari mtazamaji wa Kasako Media, karibu katika meza ya magazeti leo hapa Kasako, ikiwa leo ni Disemba 4 na mwaka ule wa 2025. Haya ni magazeti ambayo yametufikia mezani kwetu, tukianza na gazeti la Mwananchi linasema kimbembe cha usafiri mkoani. Kwa ukubwa wa story utaipata gazeti la Mwananchi ukurasa ule wa pili. Story picha inaonyesha basi, lakini pia wananchi wakiwa na mabegi, inaonyesha nataka kusafiri. Hizo nyingine kwenye gazeti la Mwananchi inasema polisi ataja mambo 12 kujitahadhari Disemba 9. Kwa undani wa story hiyo utaipata katika gazeti la Mwananchi ukurasa wa 4. Lakini story nyingine katika gazeti la Mwananchi inasema wapenzi wadakwa na dawa hatari, mali za shilingi bilioni 3 zataifishwa. Kwa undani wa story hiyo utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi. Lakini story nyingine inasema kauli ya Nifa baada ya siku 38 mahabusu. Kwa undani wa story utaipata ukurasa ule wa 6 wa gazeti la Mwananchi. Lakini story kubwa ambayo imepewa ukubwa katika gazeti hili la Mwananchi inasema njia za kujitegemea bila misaada ya nje. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 12 wa gazeti la Mwananchi. Hilo ni gazeti la Mwananchi ambalo limetufikia hapa mezani kwetu Kasako Media. Tukiachana na gazeti la Mwananchi, tukija gazeti la Nipashe wanasema mtaani kulivyobadilika. Kwa undani wa story hii utaipata ukurasa wa 2 na wa 3 wa gazeti la Nipashe. Lakini pia story picha inaonyesha idadi ya wanaoondoka Daya shtua wengi, wanajeshi watanda, kona muhimu, polisi ataja mbinu za waandamanaji, jumuiya maridhiano yadai uponyaji wa taifa. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 2 na wa 3 ya gazeti la Nipashe, anakuambia mwanga wa jamii. Lakini story nyingine iliyopewa uzito katika gazeti la Nipashe inasema hatimaye Nifa na Chavala waachiwa huru, uhaini Oktoba 29. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 9 wa gazeti la Nipashe. Lakini story nyingine inasema mali za bilioni 3.3 zataifishwa kisheria. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe. Lakini story nyingine ambayo imepewa uzito, vijana wa Kitanzania walengwa uhalifu wa mtandao. Kwa undani wa story hii utaipata katika gazeti la Nipashe. Wanakuambia wao ni mwanga wa jamii. Tukiachana na gazeti la Nipashe tukiingia Mwananchi Huru. Gazeti la Mwananchi Huru inasema story kubwa ambayo imepewa uzito inasema bilioni 1 ya NMB kuwapa tabasamu watoto 250. Hiyo ndio story kubwa katika gazeti la Mwananchi Huru. Lakini story nyingine inasema Nifa achiwa huru na kueleza kilichomkuta. Kwa undani wa story hiyo utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Huru. Lakini story nyingine ambayo imepewa uzito katika gazeti hili la Mwananchi Huru inasema chuo kikuu Kairuki chajivunia tafiti zenye maslahi ya kwa taifa. Kwa undani wa story hiyo utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Huru. Lakini story nyingine inasema machapisho tafiti yaipaisha CBE kitaifa na kimataifa. Kwa undani wa story hii utaipata katika gazeti hili la Mwananchi Huru. Tukienda gazeti la Dira, wao wanasema mali ya bilioni 3.3 za watuhumiwa dawa za kulevya zataifishwa. Dikea ya kamata watuhumiwa 84, yapo magari na nyumba. Kwa undani wa story hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Dira. Lakini story nyingine inasema Mwigulu sekta binafsi iheshimiwe. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 5 wa gazeti la Dira. Lakini story nyingine ambayo imepewa uzito katika gazeti la Dira inasema Nifa aombea misaada mahabusu. Kwa undani wa story utaipata katika gazeti la Mwananchi la Dira. Tukiachana na gazeti la Dira tunaingia Machinga wanakuambia Samia kutana na kigogo jumuiya ya madola. Kwa undani wa story utaipata katika gazeti la Machinga. Lakini story nyingine ambayo imepewa kipaumbele sana katika gazeti la Machinga inasema Dr. Mwigulu vijana wabunifu ndio wenye hatima ya Tanzania. Kwa undani wa story utaipata katika gazeti la Machinga kurasa ule wa 2. Lakini story nyingine inasema bei ya petroli yaendelea kushuka. Kwa undani wa story hii ya bei ya petroli utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti la Machinga. Lakini story nyingine inasema Dikea ya kamata tani 3799 ya dawa za kulevya. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga. Lakini story nyingine ambayo imetufikia hapa kutoka kwenye gazeti la Zanzibar Leo inasema tutaendelea kuzitatua changamoto za watu wenye ulemavu. Huyo ni Dr. Mwinyi. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti la Zanzibar Leo. Story nyingine inasema Hemedi wanoa viongozi watendaji Wizara ya Elimu. Utaipata wapi story? Utaipata katika gazeti la Zanzibar Leo ukurasa ule wa 2 katika gazeti hilo. Lakini story nyingine inasema Dr. Samia kiongozi jumuiya madola wajadili njia za kuimarisha biashara. Kwa undani wa story hii utaipata ukurasa wa
utaipata katika gazeti la Zanzibar Leo ukurasa ule wa pili. Lakini story nyingine ambayo ipo kipaumbele nasema Tanzania ajipanga kukabili usugu wa dawa, Dr. Nchimbi. Kwa undani wa story hii utaipata ukurasa wa 6 wa gazeti la Zanzibar Leo kuhusu Dr. Nchimbi. Tukija gazeti la Mwanahabari nasema vijana wabunifu ndio wenye hatima ya Tanzania. Waziri mkuu hapa picha inamuonyesha waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini story nyingine ambayo imepewa kipaumbele mtazamaji wa Kasako Media inasema TMDA kubadilishana utaalamu na ANPP ya Nigeria. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini story nyingine sasa polisi yaendelea kuzuia uhalifu kuwakamata wanaofanya makosa ya kimtandao. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini story nyingine ambayo imepewa kipaumbele nasema Rais Samia kutana na naibu mwenyekiti wa biashara Jumuiya ya Madola. Kwa undani wa story utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Wale wapenzi wa kandanda moja kwa moja, wale wapenzi wa michezo, magazeti yaliyotufikia leo, tukianza na gazeti la Nipashe la michezo sema Simba Sek Yanga dimbani ligi kuu. Kwa undani wa story utaipata katika gazeti la Nipashe upande wa michezo, utajipatia nakala yako vizuri kabisa. Story nyingine sema Gamondi warejesha Samata Kibu Stars. Kwa undani wa story hii utaipata katika Nipashe michezo. Lakini story nyingine ambayo imepewa kipaumbele sema Ronaldo kufungua uwanja wa Azteca. Kwa undani wa story hii utaipata katika gazeti la Nipashe upande wa michezo. Upande wa michezo utapata story. Lakini ukija The Guardian Sports nasema Yanga Sek aim to extend unbeaten league run into 14 gate clash. Kwa undani wa story utaipata katika gazeti la The Guardian Sports ukitaka story hiyo vizuri kabisa. Lakini story kubwa ambayo imepewa kipaumbele kwenye upande wa michezo sema Simba 6 stability after Patemvu exist as the host struggling Mbeya City. Kwa undani wa story ya The Guardian utaipata kwenye gazeti la The Guardian Sports kwa undani wa habari hiyo. Story nyingine ambayo imepewa uzito katika gazeti la The Guardian Sports nasema Yanga set Hana heroic goalkeeper Diarra in Fontaine Gate match. Kwa hiyo kwa undani wa story utaipata katika gazeti la The Guardian Sports. Mtazamaji wa Kasako Media, hayo ni magazeti ambayo yametufikia mezani kwetu kwa siku ya leo Disemba 4 mwaka ule wa 2025. Kaa tayari kwa magazeti yanayofuata kwa siku nyingine. Nilikuletea magazeti haya, naitwa Emily Mwaipopo. Mpaka wakati mwingine tena. Bye bye.